nimekuwa nikifanya tafakari kwa muda, na moja eneo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu ambalo nimeliangalia kwa makini kutoka katika maandiko na katika picha kubwa, lakini leo sitakwenda katika picha kubwa. Nataka tu nikupe hiyo uanze kuitafakari na uiangalie, alafu uko mbeleni kuna siku tutafuta somo kamili na tutajifunza umuhimu wa kujitambua wewe ni nani ndani ya Kristo na kumjua Mungu katika maombi. Kama tunavyofahamu ya kwamba maombi ni mawasiliano kati ya mwamini au kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo ni pande mbili zinafanya mawasiliano. Ninapoomba ni mawasiliano, ni ushirika, ni ibada, ambao mawasiliano manake yana njia mbili. Kuna vitu vinatoka kwangu vinakwenda kwa Baba, kuna vitu vinatoka kwa Baba vinakuja kwangu. Kuna maelekezo, kuna kutiwa moyo, vyovyote vile kulingana na maombi ya namna gani. Kuna vitu ambavyo navisema, kuna vitu ambavyo navitamka, kuna vitu ambavyo naviamuru, kuna vitu ambavyo naviumba. Yote hayo yanatengeneza, na sitajikita sana katika maana ya maombi, lakini nilitaka tu nikutia moyo, mtu wa Mungu, umuhimu wa kujua nafasi yako ndani ya Kristo Yesu na kumjua Mungu. Kwa hiyo kujijua wewe ni nani ndani ya Kristo Yesu, mamlaka yako ndani ya Kristo Yesu imekaa vipi, uwana wako ndani ya Kristo Yesu umekaa vipi, haki zako ndani ya Kristo Yesu zimekaa vipi, nguvu zako ndani ya Kristo Yesu zimekaa vipi, na yote haya upande mmoja, na upande mwingine kuzijua sifa za Mungu. Ili sasa, kwa sababu haya ni mawasiliano ya pande mbili, ili yawe mawasiliano yenye ubora, yenye matokeo, yasiyo katika, imenipasa mimi, kwa sababu ule upande mwingine Mungu yeye tayari ananifahamini 100%. Hakuna jambo lolote ambalo hafahamu kuhusu, na yeye ni Mungu anayejifahamu kiutoshelevu. Kwa hiyo mpira unabaki kwetu kufahamu vyote viwili, kumfahamu tunayewasiliana naye na kujifahamu sisi, kwa sababu ukishajifahamu lakini ndani ya Kristo Yesu, ukishajifahamu ndani ya Kristo Yesu wewe ni nani, kuna aina ya maombi utaacha kuomba, kuna aina ya vitu utaacha kufanya, kuna namna utakavyomwendea huyu Baba, kwa sababu sasa unajua wewe ni mwana, yeye ni Baba. Kuna vitu amekukasimisha. Kuna maeneo ambapo watu wa Mungu tumekuwa tunamuita aje kufanya, wakati tayari amesha tuamuru sisi tufanye, akatupa na mamlaka ya mwanae mpendwa Yesu Kristo kwa jina lake tuyafanye. Kwa unaweza kukuta kuna maeneo unapojua haya mahusiano yanatusaidia sana, tunakuwa na ujasiri zaidi, na ndio hasa msingi wa kuomba sawasawa na neno la Mungu. Watu wengi wanafikiri kuomba sawasawa na neno la Mungu ni kukoti mistari. Imeandikwa katika Zaburi, imeandikwa katika Mathayo. Inaweza kuwa, lakini si hivyo kihivyo. Ni kuelewa nini nafasi, nini mandeti, nini mapenzi ya Mungu juu ya wana wake. Wewe ni nani na unaomba kutoka wapi? Kwa mfano, naweza tukukupa mfano. Maandiko anasema sisi waamini tumeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwa ukiliangalia hilo tu peke yake, utajua hata kwamba unapoomba unaomba kutokea wapi, umekaa katika nafasi gani. Unapokemea, kwa mfano, unakemea pepo ukiwa katika nafasi ipi, ukiwa katika position ipi, utajua, kwa sababu umeketishwa pamoja na Kristo, uko ndani ya Kristo. Manake kwa hiyo mahusiano na Baba ameshakupa mamlaka. Kwa unapoongea, manake utakuwa unaongea kutoka kwenye nafasi ya mamlaka ambayo ndio ya Kristo, ya utukufu na heshima. Sasa hebu jiangalie tu, ukishajua kwamba kila wakati unapofanya hivyo unafanya namna hii, itakupa nafasi kubwa sana. Ukipata uelewa, kwa mfano, kwamba Kristo ndio kuhani mkuu aliyepata katika patakatifu kule mbinguni, unaanza kujua Baba akiwa ameketi pale, maombi yangu Kristo yupo. Kama makuhani wakuu walivyokuwa wakifanya katika Agano la Kale, wanapeleka dhabihu ambayo ni pamoja na za sifa za maombi yetu mbele za Bwana. Yeye mwenyewe yuko pale, Kristo halali, hasinzi, wala uwezo kuwa na wasiwasi, wala uwezo kuwa na mashaka. Ukijua ya kwamba Mungu anajua yote kama sifa yake, kwa mfano, inakusaidia
kabla hata hujaomba amekwisha kujua. Lakini si tu kwamba kabla hujaomba hujajua, kwa sababu anajua maisha yako yote mpaka kule mwisho. Lolote atakalokuambia, kwa sababu unaijua sifa zake, utakuwa na utulivu na kumwamini na kutembea katika hiyo safari. Lakini unapoendelea kujua kwamba Mungu habadiliki, kwa mfano, Mungu habadiliki, hageuzwi, itakusaidia. Au utafikiri kama jambo liko nje ya mapenzi yake, hata ungeliaje, hata ungejibinuaje, hata ungefungaje, yeye anafanya kwa kadri, kwa utashi wa mapenzi yake, kwa shauri lake. Kwa hiyo utaelewa mambo hayo, utakuwa upeleke hoja ambazo unajua kabisa ziko kinyume na mapenzi ya Mungu. Utatoa focus yako na nguvu zako kwenye unachokifanya. Utaweka focus yako na nguvu zako kwenye sifa za Mungu, ahadi zake yeye ni nani, na nafasi yako ulioipata ndani ya Kristo Yesu. Kama umenifuatia kwa makini, umeona kila anachokisema kwa habari ya nafasi yetu ni ndani ya Yesu Kristo na sio nje ya Yesu Kristo. Ukishatambua nini kimefanyika pale msalabani, mambo gani alikamilishwa, aliposema imekwisha, ni nini na nini kilikamilika, inabadilisha kabisa mahusiano yako. Utaondoka kwenye ile mitazamo. Kuna kipindi uko nayo, unakwenda mbele za Mungu kwenye maombi, unaanza kusema unajua mimi ni kama siafu, unajua mimi ni kama panya, unajua mimi, unaona, kwa sababu unaanza kupata hizo picha ukidhani ni unyenyekevu. Kumbe unyenyekevu sio kutoka kwenye nafasi yako ulionayo. Utakwenda ukijua wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mwenye haki, na haki yako si kwa juhudi zako. Haki unayoiendea mbele za Mungu inayokupa kibali cha kwenda mbele za Mungu ni haki ya Yesu Kristo, sio wala haki yako. Utaanza kuona hiyo tofauti, na mahusiano yako yatakuwa imara sana, na maombi yako yatakuwa na nguvu sana, na maombi yako yatakuwa na matokeo sana. Mwisho nataka ukumbuke hivi, msingi wa maombi na mahusiano yetu na Mungu yamejengwa kwenye kazi kamilifu ya Kalvari. Ukiitoa kazi kamilifu ya Kalvari, hatuna chochote mbele za Mungu. Mwandishi wa Ibrania anasema tunakiendea kiti cha rehema kwa ujasiri, yani kiti cha Baba, ili tupate rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mateso yetu, wakati wa changamoto zetu. Kwa nini tunakiendea kwa ujasiri? Kwa sababu dhabihu ya Yesu imetupa ujasiri, imetufanya kuwa wana, imetufanya kuwa wenye haki, imetufanya kuwa watakatifu. Kwa hiyo nguvu ya maombi iko katika kazi kamilifu ya Yesu na kupata ufunuo kamilifu wa Yesu Kristo na ufunuo kamilifu wa wewe ni nani ndani ya Yesu Kristo. Mahusiano hayo na maombi yanayofanywa kutoka katika msingi huo, hayo ndio maombi yanayofanyika sawasawa na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu, na kila litakalo litamka linakuwa halisi na linatendeka. Na ndio maana Yesu akisema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Yeye anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Tunaijua nafasi yetu, tunamjua Mungu, alafu huo uelewa unatusaidia katika mahusiano. Mungu wa mbinguni akubariki sana unapoendelea kujifunza zaidi na unapoendelea kujiachilia ili uwe mwombaji mwenye matokeo. Nguvu ya maombi haiko kwenye siku ngapi umefunga. Ni vizuri kufunga na tutaendelea kufunga. Nafunga sana kadiri Mungu anavyokuongoza na kufanya. Nguvu ya maombi haiko kwenye muda uliotumia kwenye maombi. Nguvu ya maombi haiko kwenye kukukakala nyingi ambazo tunazifanya na tumezizoea za kidini. Msingi wake nimekuambia ni kumjua Kristo, kuijua nafasi yako, hayo mahusiano yanayoendelea. Maongezi sasa yanayokuwepo kwa watu wanaofahamiana ni maongezi matamu sana. Huo muda unakuja tu kwa sababu tayari unamjua, unajua nini cha kusema, saa ngapi, lini, wapi. Ni sawa na mtu ambaye unamjua vizuri, unapowasiliana naye anakujua vizuri, mawasiliano yanakuwa powerful. Mungu akubariki sana. Utafuta uso wa Bwana kwa mtazamo huu na kwa msingi huu. Tukutane katika kipindi kingine. Haya ni mawimbi ya uamsho.